wa shule za msingi na sekondari katika manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam wameshauriwa kuanza kutengeneza mazingira yao ya kujikwamua kiuchumi wakati wakiwa bado kazini na kuachana na dhana ya kutegemea kiinua mgongo baada ya kustaafu. Ushauri huu umetolewa na Nelson Mabula ambaye ni mjumbe wa kamati ya utendaji ya Chama cha Walimu Tanzania wakati akifungua semina ya walimu iliyofanyika hapa jijini Dar es Salaam. Leo tulikuwa na mafunzo ya walimu 150 kasoro katika manispaa ya Kinondoni, na limekuwa zoezi endelevu ya kuwaeleza wanachama na walimu wetu nini chama kinafanya, lakini pia kuwasikia wanatamani chama kifanye nini. Kwa eneo kubwa tumejikita hapo. Katika mafunzo walimu wetu wanaelimishwa sheria mbalimbali ambazo mwalimu anapaswa kuzitambua kama sehemu ya kutetea na kupata maslahi yake. Lakini chama kimeendelea kumwambia mwalimu nini tumefanya. Tunafahamu kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa madaraja mseleleko kwa walimu Tanzania. Tulikuwa na walimu ambao walikwama kwenye kupata madaraja yao kwa muda mrefu. Madaraja maana yake ni nyongeza ya mshahara baada ya kutumikia daraja moja kwa miaka 3. Lakini Rais alitoa maelekezo kwamba walimu wapewe madaraja mseleleko. Kwa walimu waliokwama miaka 5 wametumikia daraja moja walipata. Lakini pamoja na hayo Rais ameendelea kutoa nyongeza ya mishahara ambayo sisi tunafahamu na increment ambayo ni tofauti na zamani. Zamani ilikuwa unatumikia kwa mwaka mmoja, lakini leo unapata increment kadi ulivyoajiriwa. Kwa hiyo yote tumeendelea kuambia walimu wetu. Naye katibu wa chama cha walimu wilaya ya Kinondoni Mwalimu Nelson Ernest amewakumbusha walimu hao kutumia mafunzo wanayoyapata kwa maslahi yao binafsi kwa siku zao za usoni. Mimi rai yangu ni watumie yale mafunzo walioyapata kwa ajili ya kuwafundisha na wao wenzao wengine. Yaani elimu huwa kawaida ukiipata usiende kuitumia wewe. Unapopata elimu unatakiwa uitoke na ile elimu ukawasaidie wengine nao kupata elimu ili iweze kuwafikia watu wengi zaidi. Sisi hatuwezi kuwafikia wa wilaya nyingine mfano ambazo tuko jirani kwa Dar es Salaam hapa mtu wa Kinondoni anaweza kawa anaishi Temeke. Elimu aliyoipata hapa ni vema na haki pia naye akaifitisha kwa mwalimu mwingine anaishi Ubungo akaifikisha ile elimu ili isibaki kwake tu kama yeye. Walimu wanapopata elimu hii kama nilivyosema waende wakaitumie pia kuelimisha na watu wengine na pia kujiandaa wao na maisha yao ya baadaye baada ya kustaafu. Wasisubiri wapate kiinua mgongo ndio waanze kujipanga. Waanze kujipanga sasa, ile hatua ile inapofikia kiinua mgongo kiwe sehemu ya kuongeza mtaji wa kile walichokuwa wanakifanya na sio kuanzisha mtaji. Kwa majina naitwa Amina Juma kutoka Mwalimu Commercial Benki. Mimi ni afisa wa benki. Lengo la semina hii ni kuwaelekeza walimu kuhusu uwekezaji na kukuza kiuchumi. Kuna uwekezaji huu tumefundisha jinsi ya kukopa kwa malengo. Mwalimu anatakiwa hakope kwa malengo, sio akope ili mradi akafanyia mambo mengine, na pia kupunguza ile mikopo wanaochukua ya kausha damu au ile ya mikopo umiza. Ushauri kwa watumishi ama walimu wa shule ya msingi na sekondari ni kwamba tujiwekee malengo sasa hivi, tusisubiri kile kinua mgongo wakati tunastaafu ndo tuanze labda kujenga ama kufanya biashara, lakini tunatakiwa tuanze sasa kufanya malengo na kujiinua kiuchumi. Kwa jina naitwa Mwalimu Dikulu Kondo Dikulu, ni mwalimu kutoka shule ya msingi Msasani, kata ya Msasani, wilaya ya Kinondoni, mkoa wa Dar es Salaam. Na nilikuwa nimepata nafasi ya kuhudhuria semina ya chama cha walimu wilaya ya Kinondoni. Semina hii ni kwamba ni nzuri kwa sababu kwanza inatusaidia kutujengea mahusiano mazuri kazini, lakini pamoja na ndani ya chama chetu cha walimu. Lakini pia tumeweza pia kupata nafasi ya kujifunza vitu vingine, kwa maana kwamba namna ambavyo tunaweza tukaishi au tukafanya kazi katika maeneo ya kazi. Lakini semina hii pia inatusaidia sisi ambao tumekuja hapa tuweze pia kwenda kusaidia walimu wenzetu ambao hawajapata nafasi kuja hapa ili kujenga mahusiano kazi, lakini na zile mbinu ambazo tunaweza tukafanya kazi vizuri za kufanya kazi katika maeneo ya kazi. Lakini pia kujenga mahusiano mazuri pamoja na wazazi, kwa sababu wazazi pia ni wadau wazuri katika maeneo, katika sekta ya elimu. Kwa hiyo tuna kila namna ambavyo tunaweza kujivunia kuhusu semina hii ambayo pia na tunatamani kwamba iwe endelevu.